Vipi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu wa siku hii ya leo. Jina langu ni Machara Dennis ya mtoto wa mama, kijana pekee naamini kwamba kwenye shughuli za maisha hakuna mbuzi kuruka kamba. Hii leo nataka tuzame tukizuka tumzungumzie Wiga Matata, sio mwingine ni Marcus Rashford ambaye ni mzaliwa wa Uingereza kule jiji la Manchester, ambaye alizaliwa mwaka 1997 mwezi ni wa Oktoba tarehe 31. Marcus Rashford ni mtoto wa mwisho kati ya watano ambao walilelewa na mama yao pekee Melanie katika nyumba ya serikali huko South Manchester. Alianza kucheza mpira mdogo akiwa Fletcher Moss Rangers, kisha akaingia katika akademia ya Manchester United akiwa na umri wa miaka 7. Manchester United aliweza kuitumikia kutoka mwaka 2015 hadi mwaka 2025. Alipata nafasi ya timu ya kwanza akiwa na umri wa miaka 18 mnamo Februari mwaka 2016 dhidi ya Midland. Alifunga mabao mawili kwenye debut yake. Tunazungumzia mechi yake ya kwanza dhidi ya timu ya Midland, akifunga mabao mengine mawili kwa debut yake ya kwanza. Tunazungumzia mechi yake ya kwanza kwenye Premier League dhidi ya Arsenal baada ya siku 3 ambapo alikuwa ameitwa na timu ya kwanza. Aliwahi kuwa mfungaji mchanga zaidi kuwahi kufunga katika Manchester Derby, na kuweza kuwa mchezaji ambaye aliandikisha historia kubwa zaidi, na historia ambayo kufikia sasa haijapata yeyote wa kuivunja. Alicheza mechi 426 na kufunga mabao 138 kunradhi kwa Manchester United. Ameshinda kombe la FA, akashinda EFL na akashinda Community Shield, bila kusahau Europa League. Mwaka wa 2025 alienda Aston Villa kwa mkopo ambapo alitumikia kwa takriban nusu msimu. Mwaka huo wa 2025 na mwaka 2026 alienda kwa mkopo Barcelona ambapo alisaidia kushinda La Liga, na msimu huo aliweza kufunga mabao 8 na kutoa asisti 7. Kando na kwa kwamba Marcus Rashford alitumikia timu hii ya Manchester United na pia timu hizo zingine, aliweza kushiriki kwenye shughuli zake za kupelekwa mkopo. Mchezaji Marcus Rashford ameitumikia nchi yake ya Uingereza na aliwahi kufunga kwenye mechi yake ya kwanza mnamo Mei mwaka 2016 na kuwa mchezaji mchanga zaidi wa Uingereza kufunga kwenye mechi yake ya kwanza. Alishiriki katika Euro 2016, tunazungumzia Euro mwaka 2016, akiwa mchanga zaidi kwenye mashindano hayo, na pia aliweza kushiriki kwenye Euro 2020, tunazungumzia Euro mwaka 2020, na ambapo alisaidia England kufika fainali. Amecheza kwenye michuano ya kombe la dunia mwaka 2018, mwaka 2022 na mwaka huu wa 2026. Marcus Rashford ni daktari pia kwenye shughuli zake za kila siku, na alitoka kwenye familia ya kawaida tu huko Westhampton, akapitia akademia Manchester United na kuwa nyota wa dunia, na sasa anatumia umaarufu wake kubadilisha maisha ya watoto maskini pale Uingereza. Tunazungumzia Marcus Rashford ambaye ni daktari na anaitumikia Manchester United. Amekuwa Barcelona kwa mkopo, lakini anatarajiwa kurejea Manchester United msimu huu ujao na kuweza kuisaidia Manchester United kuweza kushinda vikombe kwenye shughuli zao za michuano ambayo ipo njiani. Mimi ni Machara Dennis, mtoto wa mama, kijana pekee naamini kwamba kwenye shughuli za maisha hakuna mbuzi kuruka kamba. Tukutane kwenye shughuli za moja kwa moja tuweze kuzungumzia historia ya wachezaji tofauti tofauti. Tulikuwa tunamzungumzia sio mwingine ni Daktari Marcus Rashford ambaye ni mzaliwa wa Uingereza huko Westhampton, jiji la Manchester. Bye bye.